Kwa majina naitwa Muharram Haji Mhina, ni mkazi wa hapa Mbande. Mimi sina kero, sina shida, wala sina jambo lolote baya kumuhusu mtu yoyote, isipokuwa mimi nina maombi mawili. Na sharti la maombi, ili tuoneshe ishara ya heshima, napiga magoti. Ombi la kwanza: Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi wote wa serikali mliopo hapa, mimi sijasoma, sina elimu kihivyo, lakini ni mdau wa mazingira. Ombi langu la kwanza linahusu kata nzima ya Chamanzi. Na kabla sijaenda hapo, naomba nitoe mfano. Japani wana sera yao ya zero waste. Takataka ziwe zero. Kwa ombi la kwanza nilikuwa naomba kama itawezekana kwa kata yetu tupatiwe hata mashine 2 zitakazopandisha thamani takataka zinazooza kwa ajili ya kupunguza uchafu wa mazingira kwenye kata yetu. Ndio. Jambo la pili, mimi unaoniona hapa, baadhi ya vijana wenzangu wananihukumu kama chizi, mtu ambaye nimechanganyikiwa kwa ajili ya shughuli zangu za kujitolea kwenye usafi wa mazingira. Na kama unavyoona hapa, ndo huwa nipo kazini kwa kujitolea. Mheshimiwa mwenyekiti naye nimemtaarifu, mtendaji na mjumbe pale ninapoishi. Ombi langu la pili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ninaomba pale nina reki, nimekatazwa kuja nayo huko kwa sababu ina ishara ya silaha. Nina reki tu na hii nguo katika kazi zangu za kujitolea kwenye usafi wa mazingira. Na inakuwa ngumu kuwashawishi vijana wenzangu kujiunga na mimi kwenye harakati za usafi wa mazingira kwa sababu mimi mwenyewe hali yangu ni dhaifu. Mimi nilikuwa naomba, ninahitaji gloves, ninahitaji reki mpya, mabuti, ninahitaji nguo nzuri ambazo zitanipa nguvu katika kazi yangu zaidi na kuendelea kuwakusanya vijana kujiunga katika harakati za usafi wa mazingira kwa ajili ya uchumi wa kijani na kutokomeza takataka hasa kwenye kata yetu na Tanzania kiujumla. Mimi maombi yangu ndio hayo mheshimiwa, ninahitaji vifaa tu hivyo, mabuti, reki, ili nipate nguvu. Na ukiona inapendeza hata taka ugali pia akakuongeza nguvu za kazi, mimi itanifaa. Na hilo ndio ombi langu. Na ombi langu lingine, ninaomba Mheshimiwa Mkoa utuletee hii sera ya zero waste mkoa wetu wa Dar es Salaam. Takataka ziwe mali, zisiwe kero. Nashukuru sana. Haya mkurugenzi, hebu njoo ujibu kwanza, maana ukiwa hapo hapo bwana. Mkurugenzi, unadhani huyu bwana tumfanyaje? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huyu ni mteja wangu, na baada ya mkutano huu mimi nitaambatana naye na hayo maombi yake ambayo amewasilisha kwako yote nitashughulikia. Nakushukuru sana. Lakini pia mkurugenzi, angalieni utaratibu, kama kuna mtaa anaweza kukabidhiwa na kuwa kama mkandarasi mdogo afanye kazi hiyo, na kama itashindikana mpeni kibarua cha kila mwezi apewe pesa ili kujiri kufanya shughuli hizo. Sawa sawa bwana? Hongera sana. Kijana jamani, sinamuona kijana huyo, hebu njoo bwana, mimi nikupe na hela bwana hapa. Wewe nimpe hata zaidi ya laki ngapi, si njoo chukua. Wengine wale kule wanakupa hela. Umeona wale kule? Wale kule wale wanakupatia madiwani hao, waheshimiwa madiwani. Safi kabisa. Safi kabisa. Sasa jamani, vijana wenzangu, yale mambo ambayo mimi nilikuwa nayasema, kijana huyu ametupa mfano mzuri sana hapa. Anajitolea, hana gloves, hana nini, anasema hajasoma. Alafu kuna kijana umelala nyumbani kutegemea kwamba utaipata pesa. Dar es Salaam hii kila kitu ni rasilimali. Amezungumza vizuri sana kubadilisha takataka kuwa fedha. Leo anawaambia wenzangu wa Dar es Salaam, na hii kitu wapendi sana kunielewa, wanadhani labda na wadharau.
maisha ya Dar es Salaam kama huna pesa utayaogopa. Kwa nini utayaogopa? Kwa sababu kutupa takataka mahali ni hela. Choo chako kikijaa, hakuna namna utakwenda kuiba ardhi ya mtu chimbe choo. Choo kama kijaa, ili kitoke na uchafu ni hela. Ita lori lije libebe. Dar es Salaam kila kitu ni hela, kila kitu ni hela. Kwa hiyo ukizubaa tu dakika moja, maisha yanakuwa magumu completely. Kwa hiyo ndugu zangu madiwani, nawashukuru sana kwa kuniunga mkono, lakini na watu wote ambao tumeunga mkono, mkurugenzi, vijana kama hawa tukiwa nao wengi, huwezi kusikia kuna mtu anajilalamisha kwenye kila jambo. Mimi namchukia sana mtu mlalamishi kwenye kila jambo. Yaani kutoka asubuhi mpaka jioni yeye ni kulalamika tu. Sasa jamani, ina maana uone hata zuri. Yaani wewe kama pale nyumbani mama ni kulalamika, baba ni kulalamika, hiyo siwezi kwa familia. Kwa hiyo big up sana, na ninaamini kwamba chini ya usimamizi wa mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri, tuangalie modo ambazo unasema kutoka hapa mpaka pale ni pa kwako, watu wote ada zenu, tutafanya namna hii, anaendesha maisha na kumsaidia kuplani maisha yake yawe mazuri zaidi. Hiyo ndio jambo ambalo tunalifanya zaidi. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765627770 au 0663482323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.